Viongozi wa serikali kwenye ngazi ya mkoa kitu hiki kizuri. Mheshimiwa Waziri na Dr. Abbas ni mbunifu, innovation na creativity yako ni kubwa. Unaweza kaona hizi teknolojia hata wananchi wa hapa Njombe hawakufahamu hilo jambo. Kwa hiyo naamini kwamba huenda tukaliona leo jambo hili ni kubwa, lakini tukilipa muendelezo hata kama sio Njombe likawa ni jambo la kudumu, huenda baadhi ya changamoto nyingi kwenye mazao yanayotokana misitu tukaweza kuyaondoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo la pili kwenye ratiba tuliomba upite TANROADS ili uweze kuona namna ambavyo kilimo cha miti kimeongeza mazao mengi na matokeo yake ajira zinaongezeka katika kila eneo, toka kwenye mbegu, kwenye kupanda, kwenye kuitunza miti, lakini kwenye kuchakata kama ulivyoona kwenye kile kiwanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekuwa na utitiri mkubwa sana wa wenzetu kutoka nje ambao wanakuja kwenye uwekezaji wa nyongeza ya mazao ya misitu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeomba watu wa TIC waweze kupita kwenye maeneo ya mkoa wa Njombe ili tuweze kuona kama uwekezaji wa viwanda vidogo vidogo vinavyochakata mazao ya miti ni uwekezaji kweli wa kufanya na watu wa nje, au tuwape nafasi wazawa waweze kuchakata ili watu wa nje waweze kwenda kwenye uwekezaji mkubwa kama anaofanya TANROADS, badala ya sisi wazawa kushindana watu kwenye kumenya magogo ili tupate plywood na marine board. Naamini kwamba watu wa TIC watakapotushirikisha sisi kama ngazi ya mkoa, na bahati nzuri pia waziri wa uwekezaji anakuja hapa Jumatatu, tutapata nafasi nzuri ya kuishirikisha Wizara ya Maliasili lakini pia wizara za kisekta ili tuweze kuileta kwako, tuone namna ambavyo nafasi ya wazawa kwenye nyongeza ya bidhaa zetu za ndani inapewa kipaumbele. Na sisi kama mkoa tumewaambia wenzetu wa TIC waweze kusaidia. Sio kwamba tutaki watu wa nje, lakini tungehitaji kuona watu wa nje wanakuja kwenye teknolojia kubwa na mitaji mikubwa ambayo watu wa ndani wanaweza wakapata shida pengine kwenye kukopa kwenye mabenki yetu. Lakini eneo la tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, maonyesho haya yanatupa fursa ya kuona changamoto ya mazao yetu ya misitu. Pale ndani tulipita kwenye baadhi ya mazao, yapo maeneo ambayo bado wenzetu wa Wizara ya Fedha kupitia ushuru wa forodha waweza wakatusaidia ili baadhi ya bidhaa zinazozalishwa hapa, plywood zetu sisi, marine board zetu sisi, ziweze kupata ushindani unaoweza kufanana na marine board na plywood zinazoagizwa kutoka nje. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni jambo ambalo pia tumemwambia waziri aweze kulipitia, kwa sababu Mtanzania anapata shida ya kununua products za ndani kwa sababu zinazotoka nje zinakuwa na gharama ya chini, lakini kwa sababu wenzetu wa Wizara ya Fedha kuna vitu ambavyo nadhani ni vizuri wakaviangalia ili tuweze kuzalisha mara 3 zaidi ya uzalishaji wa sasa na wakaweza kupata hela nyingi zaidi kwenye makusanyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyosema Katibu Tawala mkoa wa Njombe 33% tumewekeza kwenye miti, na hili nzao la kudumu la miaka 15 miaka 20, na wananchi hao ni wavumilivu sana. Changamoto ambayo ni kubwa ambayo wakati wote tumeomba watu wa Njombe ni kuepukana na usafishaji wa mashamba ambao wanatumia kuwasha moto kusafisha mashamba. Matokeo yake madhara yanakuwa ni makubwa sana, na mkoa wetu kwa miaka 3 tumepata hasara zaidi ya bilioni 200 kwa sababu ya misitu kuchomwa moto. Ipo sehemu ni visasi, ipo sehemu ni bahati mbaya, lakini sehemu kubwa ni kwa sababu ya usafishaji wa mashamba kwa kutumia uwashaji wa moto kwenye mashamba yao. Moto unawashinda, unaenda kwenye mashamba ya watu. Tumeendelea kushirikiana na TFS kwa ajili ya kutoa elimu, na tumekuwa na sheria za vijiji kwa ajili ya kudhibiti mioto kwenye maeneo ya vijiji ambao athari yake inakuwa ni kubwa kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama serikali ya mkoa na wilaya tunaendelea kufanya kazi kwa pamoja tukishirikiana kama timu na chama. Tunasimamia miradi ya serikali vizuri. Pesa za serikali na thamani ya pesa za serikali kwenye miradi inaonekana. Pale ambapo tumehitajika kuchukua hatua, tumechukua hatua, na pale ambapo tumehitaji kufanya maboresho, tumefanya maboresho. Kwa kuyasema hayo, sisi kama wananchi wa mkoa wa Njombe tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ni miaka 4 yenye mageuzi makubwa sana kwenye sekta zote ndani ya mkoa wetu. Njombe kama mkoa hakuna kijiji ambacho hakijaguswa, ama kwenye elimu ya msingi ama sekondari, ama afya, ama maji, ama barabara, ama umeme, ama kilimo. Karibu kila sekta Mheshimiwa Rais amewagusa wananchi wa Njombe. Tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu ampe afya njema, na hasa anapojiandaa kwenda kwenye siku 90 za kampeni, tukiamini kwamba
miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejenga imani kubwa ya wapiga kura wa mkoa wa Njombe. Mheshimiwa Rais, sisi kama viongozi wa serikali, Mheshimiwa wakuu wa wilaya wako hapa, wakurugenzi, Mheshimiwa madiwani, wabunge, tumefanya ziara, tunaendelea kuwafikia wananchi kwa ajili ya utatuzi wa kero, na pale ambapo kuna changamoto tunashirikiana kwenye kutatua. Tumie nafasi hii kuwapongeza wabunge wote, kakaangu Deo Mwanyika yuko hapa kama mbunge mwenyeji kwa niaba yao, kwa namna ambayo tunafanya kazi kwa ushirikiano, kwa upendo, na namna ambapo wote malengo yetu ya kumuona mwananchi atoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine tunaifanya kwa pamoja.